كريموني الله يا حبيبي. الله أكبر الله كبير الله غني. Leo tutaiangazia nyota ya tatu, nyota mapacha au Gemi au Jauzai Utaridi, nyota mlango wa tatu katika mlolongo wa nyota 12. Leo tutaizungumzia kulingana na athari zinazopatikana mwaka 2026 kutokana na itikadi. Kulingana na itikadi za kinajimu, tutaizungumzia athari zinazopatikana katika mwaka huu 2026. Chaneli yetu inafunza mengi, elimu, nasaha, tiba asilia. Somo letu ni hili sasa, angalia mwanzo mpaka mwisho ili ufahamu masomo yetu. Wale waliozaliwa tarehe 21 Mei au 20 Juni, sayari tawala Mercury, akili, mawasiliano, biashara. Asili yao ni hewa. Nitazungumzia kwa kiasi fulani juu ya nyota hii ya Gemi, hasa zinazopatikana katika nyota katika mwaka huu wa 2026. Karibu sana Online TV. Leo tunaingia kwa nyota ya akili, nyota ya maneno, nyota ya watu wanaoishi mara mbili ndani ya nafsi moja, Gemi au mapacha. Mwaka 2026 si wa kucheza na maneno, ni wa kuchagua mwelekeo mmoja. Gemi ni nyota ya fikra, ni watu wanaovutia kwa maneno, sio nguvu. Mwaka 2026 ni mwaka wa kupimwa kwa akili na ulimi. Sehemu ya pili, asili ya Gemi kiroho. Kiroho, Gemi ana nafsi mbili, moja kufikiri, moja kuzungumza. Ndiyo maana anaweza kusema kitu leo, kesho abadilishe maongezi. Anaweza kupenda leo, kesho atilie shaka. Gemi haishi kwa mwili, anaishi kwa mawazo. Ni mtu wa mabaifu, sio mwenye mwelekeo mmoja wala wa kuaminika kwa jambo fulani. Kwa mtazamo sehemu ya tatu, mwelekeo mkuu wa Gemi mwaka 2026. Ujumbe wa mwaka 2026, chagua neno moja, chagua njia moja. Mwaka huu Gemi atalazimika kufunga mlango mwingine, kuweka msimamo. Mambo ya kubahatisha yatamletea hasara. Maneno aliyozoea kuyatumia bila kufikiri yatamrudia kinyume. Kirohoni ni mwaka wa kulipa deni la maneno. Ahadi za zamani zitakuja kudai majibu. Kwa mtazamo sehemu ya 4, faida za Gemi mwaka 2026. Akili kali kuliko kawaida, biashara, uandishi, mitandao, elimu, masoko. Mwaka huu Gemi kutumia akili kama mtaji. Ushawishi wa maneno, anaweza kufungua milango kwa kuzungumza, anaweza kuponya au kuharibu kwa neno. Fursa za safari na mikataba, kusafiri, kazi za nje, mikataba ya ghafla, lakini lazima kuchuja. Inategemea na nyota yako. Gemi hii imeangukia katika mlango wa ngapi? Ndugu yangu, ikiwa hujafahamu katika maelekezo haya na kuelezea kiundani juu ya nyota, basi unaweza kunitafuta kwa namba zangu za simu zinazopita hapo mbele ili niweze kufafanulia vizuri. Sehemu ya mtazamo, sehemu ya 5, hasara, mitihani kupitia mwaka huu 2026 kulingana na nyota hii ya Gemi. Kuchanganyikiwa, mawazo mengi, miradi mingi isiyokamilika. Utakuwa na mipango mingi lakini kutimiza inakuwa shaka. Kuchelewa kufanya maamuzi, maneno mengi hadi kuwa adui, siri kuvuja, ahadi zisizokamilika, migogoro sababu ya ulimi na majuto hapa na pale kulingana na yale uliyotamka kwa wengine. Afya, kimawazo, fikra, akili, msongo wa mawazo, usingizi kukatika, uchovu wa kimaarifa. Gemi asipumzisha akili yake, mwili utalazimisha mapumziko. Kwa mtazamo sehemu ya 6, fedha na kazi kwa mwaka huu kupitia nyota hii ya mlango wa 3, mlango wa nyota ya Gemi au ya mapacha. Pesa zitakuja kupitia mawasiliano, biashara mtandaoni, kazi za mikataba,
Epuka kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mikataba bila maandishi itakuwa mtihani kupitia mwaka huu wa 2026. Sehemu ya mtazamo, sehemu ya 7, mahusiano na mvuto. Tabia ya mapenzi Game huvutia kwa mazungumzo, ucheshi, akili, lakini mwaka huu mahusiano ya juu yataanguka. Ukweli utahitajika. Mapenzi atahitaji msimamo, si maneno tu. Kwa mtazamo, sehemu ya 8, mavazi ya mvuto kwa Game. Mtindo unaofaa, smart, casual, mavazi mepesi, mabadiliko ya mara kwa mara. Rangi zenye mvuto kwa nyota hii mlango wa 3 Game: njano, kijani kibichi, blue, nyeusi, nyepesi kidogo, nyeupe. Game avae kitu au kito chenye rangi ya blue au nyeupe, basi atafanikisha kupitia mwaka huu. Kwa mtazamo, sehemu ya 9, pete, vitu na bahati. Maelezo ya ziada zinazofaa: emerald, turmeric, akili na mawasiliano, ageti, utulivu na mawazo. Akumari, uwazi wa neno, yani vito kinachoitwa akumari. Ukivaa utakuwa na uwazi zaidi ya kukubalika kwenye maongezi. Kidole kinachofaa, kidole cha mkono wa kulia, cha kati au cha pete. Chuma, fedha. Madini yako ni fedha. Sehemu ya mlango wa 10, kulingana na nyota hii ya Game kupitia mwaka huu 2026, kulingana na itikadi za kinajimu. June, Julai, fursa za kazi. Agosti, tahadhari ya maneno. Septemba, Oktoba, mafanikio ya kifedha. Novemba, maamuzi ya mwisho. Disemba, kufunga mwaka kwa hekima. Sehemu ya 11, kwa mtazamo Game kwa herufi. Nyota mapacha Game. Mawazo yanaumba maisha yako. Ahadi, usiahidi usichoweza kutimiza. Pumzisha akili ikichoka njia upotea. Andika mipango, usihifadhi kichwani. Chuja maneno kabla hajakuhukumu. Hekima zidi ya maarifa. Amani haitokani na kelele. Sehemu ya 12, ushoro kiroho. Tafakari kimya, punguza mazungumzo yasiyo na maana. Andika kila unachotaka kutimiza kabla hujafanya maamuzi, maana unaweza kupoteza njia au mwelekeo. Ndugu yangu, hakika tumejifunza kwa mtazamo wa nyota ya 3 katika mlolongo wa zodiac, nyota 12, faida zake kwa uchache na hasara kwa uchache. Tuishie hapa, tutazungumzia nyota moja kulingana na mwaka huu 2026, itikadi za kinajimu. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Asante. ينشر خلي ولي